Mtazamaji, muda huu ni karibia saa 6 kuelekea saa 7 usiku. Mimi naitwa Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Tuko katikati ya jiji la Arusha hapa kama tulivyokuripotia awali kuhusiana na furaha iliyoko kuelekea siku ya wanawake duniani ambayo inaadhimishwa kesho katika viwanja vya Sheikh Abedi hapa jijini Arusha, mgeni rasmi akiwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini tumekuja kwa ajili ya kuzungumza na wananchi usiku huu kuhusiana na hali iliyopo, kwa sababu huu ni usiku wa kula nyama na watu wanakula nyama kweli kweli. Tumezungumza na wananchi wengi zaidi, wamekuwa wakihitaji kula nyama pori ambayo wao wanaisubiria, licha ya kwamba nyama inapikwa jikoni, lakini wananchi wanasema kwamba wataisubiria mpaka muda wa asubuhi. Licha ya changamoto ambayo ilijitokeza awali wakati gawa nyama hii, ilitokea sintofahamu ya hapa na pale, wengi wakigombana ingalau kupata kitoweo hicho, lakini iliongezeka nguvu ya askari wa kutuliza ghasia, wakafika eneo hili kwa ajili ya kuweza ingalau kuwasaidia waweze kupata kila mtu kinachomstahili. Kwa hiyo zoezi hili kwa sasa linasimamiwa na askari wa kutuliza ghasia, kwa sababu awali lilitaka kupata kama mushkeli hivi kutokana na kila mtu kutaka kugombania aweze kupata kitu chochote. Tumezungumza na wananchi wengi wakipongeza kile ambacho amekifanya Mheshimiwa Paul Makonda pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba watu wanaifurahia siku hii, lakini vile vile kwa ajili ya siku ya kesho ya maadhimisho ya siku ya wanawake. Makonda apewe nafasi yake jamani. Kwa nini unasema hivyo? Tunakula nyama, tuna gesi. Makonda apewe nafasi yake, acha zako. Hajawahi. Huyu baba apewe nafasi yake. Naitwa Richard David Kavishe, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Golondoi, ambapo tamasha ilifanyika katika mtaa wa Golondoi. Kwa miezi 6 mfululizo kumekuwa na matamasha matatu makubwa. La kwanza lile lilopita, la pili lile la kufunga mwaka, la tatu ni hili hapa la sasa hivi, ambayo mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu najivunia kwamba matamasha na ugeni yanafanyika katika mtaani kwangu. Kwako imetoa fursa kwa kiasi gani kwa wananchi wako? Yaani mimi najiona kwamba ni mwenyekiti naokubalika kwamba mpaka matamasha yanafanyika katika mtaa wangu wa Golondoi. Sasa ndo kwanza, hii ndo awamu yangu ya pili ya uongozi. Awamu ya kwanza ilipita, awamu ya pili ilipita, ikaingia ule mkesha. Hii ni awamu yangu nyingine, na miezi mitatu ndani baada ya kurudi kwenye mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Umesimamia zoezi la kula nyama, wananchi wamepata nyama wote au imekuwaje? Kwenye habari ya usimamiaji wa nyama, mimi kazi yangu ilikuwa ni kuhakikisha wananchi wote wanapata nyama. Hasa kuhusu nani amepata na hajapata, si jukumu langu, ni jukumu la ushapu wake mwenyewe. Sawa, isitoshe kwa una vurugu na mambo mengine. Kwa kweli mimi nikiona kwenye mtaa kunakuwa na ugeni hivi na furahi, ndio maana mpaka mimi sasa hivi niko hapa kama msimamizi namba 1 wa amani kwenye mtaa wa Golondoi. Lakini mwenyekiti, tunaambiwa kwamba kuna vijana wamekimbia na masufuria ya nyama. Mimi hainihusu kwa sababu kuna usalama. Mimi kazi yangu kama wamekimbia na masufuria ni kazi ya usalama. Mimi nasimamia usalama, lakini sio wa kitengo hicho, au kawaulizeni maaskari. Kama unavyoona Mheshimiwa mkuu wa mkoa amecheza double role, amecheza kama mbunge na kama mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ni Makonda amecheza kama mbunge na amecheza kama mkuu wa mkoa. Yaani dhahiri shairi vipi? Ni dhahiri shairi anafaa kuwa mbunge wetu, maana mbunge wetu amelala kabisa. Kwa hiyo huyu tunampa, na mimi niko tayari kuungana naye kwa kingo na raha. Nitamsupport kwa sababu kama unavyoona ameweza kufanya kitu hiki. Ina maana tuna imani na chama cha CCM, tuna imani na Makonda, tuna imani na Mama Samia. Makonda ni baba la baba, yani yule mzee kubaba ni sauti yani. Hata kama nikiambiwa rais nampa kura kubwa hivi. Asele ni mwisho, yule ni mwisho, baba la baba. Yule mjomba asele ni noma. Makonda arasi wetu. Baba kama ni ubunge mbio mimi sikatai. Oi, nini unasema hivi? Ase Makonda amejua Arusha. Makonda amejua Arusha kwenye utalii. Makonda amejua Arusha kwenye mambo madogo ambayo ni ya moto, hamna mwingine. Si ndio? Au unasemaje kaka? Tuka amechangamka sababu ya mzee baba. Mtu amepata nyama ama bado mnasubiria? Baba hata kama ni asubuhi tuko hapa.
Baba hii ni daku hii. Hii ni daku hii. Hii ni daku mkuu wenyewe hapa. Ili tule daku tule tukalale. Kwa hivyo tunasubiria daku hapa. Tumeambiwa ndo mzigo unaandaliwa hapo wenyewe. Tunausubiria hapa tuwekee tule daku tuondoke siku ya mama duniani. Yaani yenyewe ni furaha mpaka kieleweke. Ndio hivyo mjomba wangu. Konda sherehe kama hizi za mara kwa mara. Ni uhakika yenyewe afanye sherehe sasa hivi Chuga imejulikana yenyewe. Mambo ni mbaya, ni kila pari tupari. Mambo ni mbaya. Makonda ni baba la baba. Naambiwa kuna vijana wamekimbia na masafiria ya nyama. Baba yeye lazima sasa mambo ni mninga. Jendele. Mtu kila mtu amefanya hivi mzee kikona mzee ni aje. Nyama pori ushaona gapi bro? Ni mambo mbaya. Jamaa ametuonyesha dawa Arusha tunaweza. Ni nchi kama nchi nyingine. Kama mtu. Mwanangu vipi? Funu sana mzee. Vizuri. Niko good baba. Unaitwa nani kutokea wapi? Toza Joseph kutoka Mwanama hapo ni aje. Unajisikiaje kupata nyama leo? Nasikia fulu yenyewe hapa hivi nilikuwa na njaa yenyewe mchana ni gani tunaelewa mbali ya Ramadhani. Baba. Ni mbaya tu. Wala umefuturia hapa. Futuria dada kuna hapa. Kieleweke. Ni mbaya tu. Kuna waliondoka na masafiria ya nyama bwana. Acha tu ondoke na mani bala. Njaa nini sielewa tena. Ni kweli. Ushauri wako kwa Makonda nini? Ushauri wangu endelee hivyo na moyo wenyewe. Tuendelee kumsupport yenyewe kwenye game. Yuko vizuri kinoma yani. Toka amekuja yeye Chuga imewaka bala tunaona wenyewe hivi ilivyo. Watu walali kwa sababu yake. Ile jamani kore. Hizi ni kama saa 6 kama sio saa 7 hivi. Ndio. Unasubiria nyama aina gani? Nyama pori. Ndio. Si kila siku watu wasema mnakula nyama. Nyama pori unataka ujaribu ishe test yake. Ndio. Namwambia ni Makonda. Namwambia Makonda big up sana, ametisha. Ndio. Hapo unasubiria mpaka kieleweke. Mpaka kukuche. Huko unasubiria nyama. Nilikuwa hata siamini kumbe ni kweli. Kumbe ni uamini. Nilikuwa siamini. Maana si wadogo wale chini atupewagi. Tunajua tu ni wale watu waliajua wanapewaga. Kumbe leo unataka utesti nyama ya pori. Tule nyama. Ndio. Na umekuja hapa saa ngapi? Nimekuja hapa tangia saa 2. Saa 2? Saa 6. Saa 6 ndio. Unasubiria mpaka kieleweke. Sasa kieleweke. Unava vipi? Salama. Uko vizuri? Tupo namshukuru Mungu. Tuko mwema tokea muda saa 11 za jioni kwenye sherehe. Tunamshukuru sana Makonda wetu mkuu wa mkoa kufanya tafadhali kama hii. Yaani tunamshukuru sana na tunamwombea Mungu tuendelee kuwa naye, endelee kutusaidia, na endelee kutupigania sana. Sina mengi sana, tuko tunacheza rumba mpaka pakuche na kesho mama aje tumpokee. Tuko poa. Makonda anasisitiza vijana kufanya kazi zaidi. Tutafanya kazi kwa bidii na anatuwezesha. Ndio maana tunampenda sana mpaka sasa hivi tuko naye tunampa kampani. Baba. Kuna watu wamekimbia na masafiria ya nyama bwana. Sio masafiria ya nyama. Mimi hapa niliposhiba nyama, nimesikia kuna nyama pori hapa sana nataka na mimi nionje kama ntamu. Ndio nasubiria hapa sasa. Sio kama watu wamekosa nyama. Mimi nimeshiba. Yaani nimeshiba mimi nyama sana. Yaani hapa tu nimeambiwa kuna nyama pori na mimi sija kula nyama pori. Najua huko mjini hamna nyama pori. Kwa hiyo nataka na mimi nionje nyama pori kidogo. Nijue ni tamu au kwa sababu na hadithi waga tu nda Serengeti wanachinja nyama pori, lakini sasa mimi nataka nione leo hapa ndani ya mji wa Makonda. Yaani watu wanatamani test ya nyama pori. Yaani test ya nyama pori hapa tumeshiba. Yaani tunanuka nyama. Nyama pori si kama ya ng'ombe ya mbuzi. Hapana. Sasa tunaambiwa anakula majani ya asili yule. Alafu anaishi kule porini, anajificha. Sasa tumezoea kuona kondoo mrombo pale, inakinaisha haraka sikia nyama pori unaweza ukala usikinai. Wote wamepanga wanataka nyama pori. Yaani wote hapa nyama pori. Au kuna mwingine anataka nyama nyingine? Nyama pori wote hapa. Wote nyama pori baba. Kwa hiyo namshauri Makonda wakati mwingine wanyama alete nyama pori peke yake. Yaani atuchanganyie kwa sababu wale ni taifa letu. Tukisema alete nyama pori tu, tutakuwa tumemaliza taifa letu. Kwa hiyo sherehe kama hii atumixie hivyo tunakula ng'ombe 40, tunakula kondoo 100, 200 na nyama pori hata kama 3 4 hapo maisha yanaendelea. Shukrani sana. Asante sana. Shida ya nyama ila watu wanataka watesti nyama pori. Inategemea kwa kila mmoja jinsi anavyoona yeye. Lakini kila mmoja anaamua kupata nyama pori. Wewe hapo unachokisubiria nini?
Si nyama pori. Kwa hapa kila mmoja anaunga mstari kwa ajili ya nini? Nyama pori pekee yake. Sio mboga majani. Nyama pori. Ingekuwa kama mbuzi, ingekuwa kondoo isingekuwa shida. Mbuzi wako kwa mrombo. Dada wewe unasubiri nyama pori pia? Ndio. Kwani ina testi gani nyama pori? Mmeambiwa ina testi gani? Mimi sijaambiwa. Utakapo mpaka saa ngapi? Nikikosa basi. Tumekuja kushangilia siku ya mama, sio nyama pori shida yetu. Kwani hapo unasubiria nini? Hapa si nyama. Nyama gani? Pori. Nyama pori. Nyama tunazo tunanazo. Kwa hiyo unamwambia nini Makonda sasa? Tunamshukuru kwa hichi kitendo, kuna watu hawajala nyama mwezi mzima. Kwa hiyo leo ameosha moyo wa watu. Watoto mmewaacha na nani? Baba zao. Ameacha baba zao. Hatujafunga ndoa ambayo eleweki. Wanaume ndio leo siku ya mama ameturuhusu. Kwa hiyo nikula nyama kwenda mbele. Tunahapa pole wala nyumbani. Wewe ni mama watoto wangapi? 2. Kwa hiyo baba amebaki na mama. Na watoto wake. Narudi saa ngapi? Saa 6. 8. Tarehe sishabadilika. Tutaonana asubuhi. Mama Mariam, nimekuelewa. Unajisikiaje kula nyama leo, nyama pori? Najisikia raha sana kabisa. Sasa leo wataipata. Kwa baba, wangu nitampelekea finyango moja. Finyango moja lazima nimpelekee. Nimewambia mtarudi saa ngapi? Mpaka asubuhi. Sanajua nisikia wanawake. Mpaka asubuhi. Na watoto? Wako na baba yao. Kwa hiyo baba yao ndio watafanya kila kitu. Hamna shida, mpaka asubuhi tunarudi nyumbani. Walisha nepi yeye. Vai nepi ni wakubwa kwa kweli. Alafu kesho Jumamosi si haendi shule. Sasa kama utatoka hapa saa 8, uwanjani utaenda saa ngapi? Uwanjani? Mpaka kwenye saa 4 tumefika uwanjani. Lazima tumwandalie chai. Anywe chai saa 4 tunaingia uwanjani. Hapa sio kama mnasubiria nyama ya kawaida, mna shida na nyama pori. Nyama pori wewe unajua tena. Nyama ya ng'ombe tunakula kila siku. Nyama pori baba adimu. Nyama pori simebeba kama nyama ya ng'ombe, ya mbuzi. Nyama ya pori na ladha yake na ya ng'ombe na ladha yake. Kama unakoma nayo mpaka upate. Yaani mpaka kieleweke, nasubiri mpaka ichomwe hivi. Sibandui kwenye mstari. Mama Mariako. Salamu. Nyama pori imefanyaje? Ni tamu sana. Umehadithiwa ama uliyokula? Nimeshakula. Unakaa hapo mpaka upate? Mpaka asubuhi. Wewe ni mkazi wa wapi? Mkazi wa Arusha. Arusha maeneo gani? Sombetini. Sombetini. Wewe ni mama watoto wangapi? 3. Sasa mama, watoto umewacha na nani? Macha na babao. Babao? Umekupa ruhusa? Leo ni siku yetu. Umepewa saa ngapi? Asubuhi. Hawajatupost. Kwa hiyo inabidi sisi wenyewe tujipost wenyewe. Naisubiria ndio maana niko hapa. Mpaka ive. Iwe asubuhi, iwe kesho saa. Yaani mpaka ive. Sawa, unawaambiaje wanawake wenzako? Nawaambia wanawake wenzangu nawapenda. Sawa, shukrani. Mzee wangu baada kwako. Safi bana. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Unaitwa mzee nani? Naitwa mzee Hashim Lupola. Mzee, kwanza umemposti mke wako? Umemposti mke wako? Nimeposti. Umemposti? Unajua Makonda alisema kila mtu amposti mke wake. Ndio, nimeposti. Sasa mzee, hapa unasubiria nini? Hapa mimi nasubiria kitoweo. Tumepewa na zawadi na Makonda hapa. Kwa hiyo tumeamua tusubiri kidogo tupate kwenye sahani tule ya nyama. Maana mimi nimetokea Manyoni huko. Mzee, umetokea Manyoni? Nimetoka Manyoni. Manyoni mpaka Arusha? Ndio. Wewe ulisikia wapi taarifa ya Makonda kama kuna nyama bure? Tulipewa taarifa maana sisi wana TK. Kwa hiyo unajua hiki kikundi hiki Makonda anakifagilia sana, kwa hiyo alitupa mwaliko. Kwa hiyo wewe hapa unasubiria nyama pori? Unasubiria nyama pori? Nasubiri nyama. Sasa kuna nyama gani hapa yoyote itakayotokea ndio hiyo. Ndio. Yoyote hiyo utakula. Yoyote nipa ndio mimi nashukuru. Lakini naambiwa pale jikoni bado. Pale jikoni bado. Wanasema bado iko jikoni? Sasa tunasubiri tu, wakisema bado imeisha basi kama ipo utapewa. Kama haijaiva bado mnasubiria? Tunasubiria mpaka tupate. Hata kama mpaka asubuhi sawa tupo tu. Sasa hii siku ya wanawake sitakiwe wewe wanawake peke yake. Wewe kwa nini mkeo usimwache, usimlete ukabaki nyumbani? Sasa mke wangu kidogo
shida bana, umwa kidogo kama wewe pumzika, ngoja mimi kawakilishe. Utampelekea finyango? Ikibidi naweza kampelekea hata kifinyango kidogo akaonje. Mimi na mke wangu, lakini mke wangu amenisaliti, kanipigia kila kitu geto na lala chini ya kwenye boksi. Na amenifagia kila kitu, kaondoka hadi na watoto. Sijui mpaka sasa hivi alipo. Nashindwa hata kuelewa msaada ataupata wapi. Naomba nipate msaada hata kwa mama. Naomba huko alipo hata akuje tapate taarifa zangu. Una watoto wangapi? Naam. Una watoto wangapi? Na watoto wawili wa kike, Fei na Peu na Piuri. Sasa utakuwa umeshindwa kuhudumia. Majukumu nilikuwa napambana nayo vizuri. Naokota mpaka scraper tena inaonekana kama kichaa ise. Nachafuka wili kila mahali. Mpaka sasa hivi nimeamua niachane na hiyo mambo. Nimebidi nibaki hata poa. Mke wako anaitwa nani? Anaitwa Happiness. Ni mkazi wa wapi? Ni mkazi wa huku King'ori. Yeah. Kama anakutazama sasa hivi unamwambiaje? Namwambia bana afanye mpango hata turudiane basi kama kuna uwezekano. Sababu mimi sijamchukia, bado mimi nampenda sana kutoka rohoni. Kosea nini? Ni vitu vyetu ambao tulikuwa tunatumia, lakini tumejibadilisha kutokana na uongozi wetu umetutoa katika ile maharibiko. Tumekuwa vijana wapya, hata jasho shavu kidogo kwa mbali. Yaani imeenda hiyo baba. Unazungumziaje siku ya wanawake duniani ni kesho? Aseme yenyewe nafurahia kwanza sababu mwanamke wangu ambaye nilikuwa naishi naye alikuwa ni mwalimu. Namwombea huko alipo, aendelee kazi iendelee kuwa babu kubwa. Na mimi huku nimepata, na mimi bado sijapata ajira. Aniombee na yeye Mungu tu niweze kupata mwongozo kae mkao. Hauwezi ukawa mke mwingine unamtegemea yeye arudi. Namtegemea yeye, tunaogopa malipuko. Sasa naona umeshika sahani. Naenda sasa hivi kutafuta hata msosi pale kwa mama yetu, ametuletea msosi, lazima tukafinye. Kuna amewaletea nyama pori nasikia. Tunaenda kula sasa hivi tupate hata shavu zaidi. Shukrani sana. Tunaishukuru Mati Kliniki kwa kutuokoa. Vizuri sana, tunaenjoy. Makonda Mungu ambariki. Tumeenjoy sana, tunampenda sana. Nyama umepata? Nimepata hii hapa. Yangu ninaitwa Emmanuel Absalom, ni mchoma nyama na hasa tunadili na nyama za porini. Na zoezi hili tumeanza tangu saa 12 kamili ya leo jioni kwa ajili ya kuwalisha watu. Kwa kweli limekuwa ni zoezi zuri na jema sana na limekuwa na mwitikio mkubwa, kwani kuna watu wengi sana ambao wameitikia na kuweza kuja kula nyama hizi ambazo tumewezeshwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan washirikiana na mkuu wetu Paul Makonda katika kuadhimisha usiku wa mwanamke. Kwa hiyo mpaka sasa unavyoona watu wanaendelea na shamra ya kula nyama. Kwa hiyo tunamalizia kula nyama. Kuna ng'ombe wengi wamechinjwa, kuna mbuzi wengi, kuna kondoo wengi, kuna wanyamapori wengi, nyati, pofu, swala wamechinjwa kwa ajili ya ulaji huu kuadhimisha siku ya mwanamke duniani hapa katika jiji la Arusha. Labda nyama ambayo watu wanatamani kuila zaidi ni nyama pori, kwa sababu nyama ya ng'ombe wanaipata, nyama ya mbuzi na nini. Labda ni wengi kiasi gani ambao wanasubiria mpaka sasa hivi, kwa sababu ni karibia saa 6, lakini kuna nyama nyingine bado mnachoma kule? Kwa kweli watu wana shauku kubwa ya kupata hiyo nyama pori kwa sababu ni nyama adimu, na mpaka sasa tunaendelea kuchoma na tunahakikishia tu Watanzania watakula. Nyama ziko zingi za kutosha. Kwa hiyo tunaweza tukachoma mpaka asubuhi na watu watapata kila mmoja kwa haki yake. Umepata wakati mgumu kiasi gani, kwa sababu hawa watu ni wengi zaidi kuliko sherehe, kuliko kitu kingine chochote? Tumekuwa na changamoto katika usimamizi na hasa katika ugawaji kwa sababu ya wingi wa watu na kila mmoja anataka apate kwa wakati na hawahi kuondoka, lakini jeshi letu la polisi wamesimama imara na kutusaidia na kusimamia zoezi hili. Ndio maana tunaendelea na uchomaji salama na amani imerejea na watu wanaendelea sasa kugawiwa na kuendelea kuenjoy maisha katika usiku wa mwanamke. Kwanza ulipata ugumu kama kugawa hivi mkao mmeahirisha? Labda kuna watu walikimbia na masafuria ya nyama na nini? Ni kweli mwanzo tulipata changamoto katika ugawaji. Watu walivamia masufuria na wakawa wanajichukulia nyama na hata masufuria mengine yaliweza kupotea na vyombo vingine kuharibika, lakini sasa amani imerejea kwa usimamizi wa jeshi la polisi na sasa ugawaji unaendelea kama kawaida. Sasa kwenu inawapa fursa kwa kiasi gani
kwa yule ambaye anakutazama, kwa sababu mmekuwa watu bora sana. Ni machefu kama wangapi mmeshirikiana kwenye kuchoma nyama hizi? Watu ambao tumeshirikiana katika kuchoma nyama hizi si chini ya vijana 100 ambao wameshirikiana katika mkoa wa Arusha, ambao Mheshimiwa Paul Makonda ametuunganisha na kutupa cheo cha Makonda Barbecue, ambao sasa tunashiriki katika uchomaji wa nyama huu katika jiji letu la Arusha, na nyama yenye ladha na nyama ambayo ina upekee katika nchi yetu ya Tanzania. Labda mmefanikiwa kutumia nishati ya mkaa ambao hautoi moshi kama mikaa mingine, labda kwenu haijawa changamoto? Kwa kweli tunamshukuru Mungu kupata changamoto katika utumiaji wa nishati safi, kwa sababu tulifanya mazoezi kwa kutumia ndugu zetu wa Wizara ya Nishati ambao walituletea majiko haya mapema na kuyafanyia mazoezi, na kwa kweli tumeamudu na tumetumia mkaa huo wa nishati safi pamoja na gesi, na nyama imetoka vizuri, haina harufu na imeiva kwa wakati. Sasa hivi ni saa 6 chefu, lakini bado watu wapo wanasubiria, wengine wamepanga mstari kule wanangoja tu. Labda nyama hii itatosha watu wote? Kwa kiwango cha nyama tulichonacho bado tunaamini kitatosha watu wote, kwa sababu bado tuna pofu kama 4 na nyati kama 3 ambao tunaendelea kuwachoma, ambao si chini ya kilo 3000 ambazo zipo, ambazo tunaendelea kuzichoma. Tusaidie kidogo kitaalamu, kilo moja ya nyama wanakula watu wangapi, ili tuweze kujua kwamba labda huenda ni kilo ngapi za wanyama ambao mmewachinja hapa? Kwa wastani wa kawaida kilo moja inaweza ikaliwa na watu 2 ili waweze kuridhika. Kwa waliofika leo ni watu zaidi ya 100,000. Ni kweli, na tunaamini tutawahudumia wote, kwa sababu tumeshawahudumia wengi. Kwa waliobaki ni wachache, kama unavyoona mstari, waliobaki ni wachache, na tunaamini tutawahudumia. Tofauti wa kuchoma nyama pori na hizi nyama za kawaida ina utofauti wote? Ni kweli ina utofauti kwa sababu ya aina za nyama. Nyama za porini zina upekee kwa sababu ya aina zake zilivyo, ni laini, lakini pia zinahitaji utaalamu katika namna ya kuchoma, na hasa katika kuziandaa na hata kuandaa maandalizi yake, ili ziweze kuwa na ladha ile ambayo imekusudiwa, lakini mtu aweze kuzifurahia katika kuzila. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya nyama ya ng'ombe na nyama kwa mfano ya nyati, katika uchomaji wake ni tofauti sana. Labda hiki ni kikundi cha kuchoma nyama au ni mtu mmoja na nini, wakitaka kuwapata, labda mtu ana shughuli yake binafsi anataka kuchoma nyama yake, anawapataje? Hichi ni kikundi ambacho kinaitwa Makonda Barbecue, ambacho kiko hapa Arusha. Ukitaka kutupata, mawasiliano yetu yako kwa Mheshimiwa Paul Makonda katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Ukiwasiliana na yeye unatupata, na tunafanya kazi nchi nzima. Na mwaka jana tulikuwa kwa Mheshimiwa Waziri Chengerwa, na tulienda katika BBTT Festival na tukachoma nyama huko na wakafurahi sana. Ni kikundi ambacho kimesajiliwa na kiko chini ya Mheshimiwa Makonda. Jina naitwa Elesia Gama. Tulijipanga, tunashukuru Mungu kwamba tulijipanga kuhakikisha kwamba kazi tuliopewa tunaifanya vizuri, na kwamba watu wanapata nyama na nyama haibaki. Kwa hiyo tulijipanga, tumeamka alfajiri, tulikuwa hapa, tumeanza kuchoma mapema, na kama unavyoona watu bado wanaendelea kupata huduma. Umepata wakati mgumu kiasi gani katika kugawa nyama, kwa sababu tunaambiwa kuna waliokimbia na masafuria? Hiyo ni changamoto kutokana na kwamba walinzi au watu waliotakiwa kusimamia hilo zoezi hawakuja kwa wakati, ambapo tulikuwa tumeambiwa tayari tuwahudumie watu, tukawa tayari tumepeleka chakula. Sasa wakati wa kuhudumia wale wasimamizi waliotakiwa kusimamia hawakuwepo, kwa hiyo vurugu ilitokea, lakini tunashukuru hamna aliyeumia. Labda ndio mliomba nguvu ya polisi, ndio polisi sasa hivi wanasimamia zoezi, limekuwa vizuri ama imekuwaje? Ndio, tunashukuru Mungu ameintervene, yani wamekuja kutusaidia. Ndio tunaenda vizuri. Kwa hiyo mwanzo yale masafuria, hakuna masafuria ambayo yameondoka na nini? Hapana, kuibiwa? Hapana, sijasikia hiyo. Bado hatujamaliza, lakini sijasikia hiyo so far. Labda watu ni wengi kwa kiasi gani na wote watapata nyama? Idadi ya watu sijatoka huko nje, nilijaribu tu kuchungulia nikiangalia. Watu ni wengi. Binafsi yako na nyama bado zimeletwa, kama unavyoona zingine zinaendelea kuja, zinachoma. Wengine naona bado wamepanga mstari tu, wanasubiria nyama pori. Hii nyama pori ina nini?
ina ladha yake tofauti na nyama zingine. Okay. Kwa hiyo watu leo wamependa zaidi nyama pori kuliko? Naona wamefurahia kwa sababu ni adimu. Ni nyama. Wewe kama mwanamke na nini, kwanza unaizungumziaje siku ya wanawake? Mimi naifurahia kwa sababu ni siku muhimu kwetu. Tunapambana sana jamani kwenye malezi, kwenye kazi. Na tunamshukuru Mungu kwamba tunapewa nafasi. Kwa ni siku ya muhimu, tunatakiwa tufurahie, tutakiwa kusikitika kwa sababu tumeumbwa wanawake. Kuna sababu wa Mungu kutuumba wanawake, tuna umuhimu katika jamii. Umepostiwa? Na nani? Na mmeo? Sijaangalia. Kuanzia juzi Makonda alisema hapa, alikuwepo, alikuwa ananisupport. Yale amekuposti? Uniposti kwenye simu? Sijaangalia kwa sijashika simu. Kwenye status kuanzia juzi Makonda. Sijaangalia kwa live tena, sijaangalia. Wewe hujapostiwa? Sijui. Ngoja nimuulize. Kwa kula nyama kwanza, nataka niwahakikishie wana Yanga wote kwamba kesho tutampiga mnyama. Kesho tutampiga mnyama. Na nataka nimshukuru mheshimiwa wangu Rais Mama Samia Hassan Suluhu, kipenzi changu. Napenda kumshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Makonda. Hii ameifanya zaidi ya 8 zaidi ya 77. Event aliyofanya Arusha haijawahi kutokea Tanzania. Nataka kusema kitu kimoja tu. Makonda apewe maua yake. Makonda apewe maua yake. Tunampenda, tunamheshimu. Na mama lazima atambue hilo. Nashukuru sana. Sasa kuongea, ninachokiongea kesho bado ushindi tu. Kesho tutampiga mnyama. Ngapi? 3-0. Kwa kuonea huruma kesho 3-0. 3-0. Kwa kuonea huruma kesho 3-0. Naomba ile nyama kwanza. Naomba ile nyama. Mheshimiwa Makonda, asante sana kwa nyama hii. Yaani hii nyama hii kesho, hii nyama Yanga tunamtafuna mtu kesho. Kupitia hii kaka nyama hapo. Leo unatamani kula nyama aina gani, ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kula nyama ya pori? Natamani kula nyama pori. Kwa nini ya pori? Na kula nyama pori kwa sababu kesho na hakika wa Yanga nampiga mtu. Kabisa 100% Kusaga, mimi nakwambia. Mama Yanga kwa nini namkata mtu? Tutachinja kesho. Kwa nini una imani kubwa kiasi? Na imani kwa sababu naamini timu yangu. Timu yangu nimesajili vizuri. Tuna kocha mzuri, tuna wachezaji wazuri. Hebu angalia namba 6 pale kikaa. Wewe kaka acha bwana. Yanga inatisha. Kikosi cha kesho ukiweza kunitajia kwa haraka wanaoanza kina nani? Sasa hivi na mafuta kidogo, siwezi kumtaja kikosi cha kesho kwa sababu nimekula pombe na kula nyama saizi. Kwa heshima mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Makonda ametuandalia. Nimekula Jack Daniel, nimekula Harris na nakula nyama. Makonda oye. Kesho utaweza kuamka siku ya wanawake sasa? Naamka saa 10 alfajiri kawaida yangu mimi. Mimi kesho naamka nafanya kazi zangu na uwanjani naenda. Mimi ni mwanamke jasiri, mwanamke anayeamini. Mimi malkia wa jasiriamali. 100% nasema hivi, mimi niko na mama, niko na Makonda, hakuna kinachoharibika Arusha. Unawashauri nini wanawake wenzako ambao ni wapambanaji kama wewe? Nawashauri waamke, wanawake wamelala sana, wakitegemea kupewa, wasitegemea kupewa, waamke wanawake. Hizi fursa tumepewa na Mama Samia sasa hivi, kuna mikopo ya kila aina. Kuna mikopo kuanzia vijana, wakina mama na wazee. Tuitumie vizuri, sawa, wasikae ndani, watoke, wajichanganye kwenye taasisi mbalimbali, wapate mikopo waweze kujiinua kimaendeleo. Tusibweteke tu hivi hivi. Niko vizibana ile nyama la Kusaga. Haina shida.